siku ama saa, akizungumzia majira, akizungumzia mwaka, anasema hakuna anayejua. Angalia aya 36, anasema hivi, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuae, hata malaika walio mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake. Ngoja niwaambie kitu cha pekee katika hili nitaingia kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Katika hili Mungu ametupatia maandiko. Tutapita kwenye aya baada ya aya zinazotumiwa leo kuwaaminisha watu kwamba wanajua mwaka wa mwisho wa dunia na wakuja kwa Yesu. Tutapitia hizo aya tuzilete katika jukwaa. Kumbuka, hii ni kwikwi za Harimagedoni. Tutaziona katika maandiko aya zinazotumika leo kupotosha ulimwengu ya kwamba Yesu alikosea kusema haijulikani. Wao wamejua. Hawa ni wenda wengi wao kwa kutafsiriwa zile aya wakadhani wanajua ukweli, kumbe hapana. Tutasikia Biblia ikisema ukweli, huku kidogo na huku kidogo. Na kama ilivyo ada, kila baada ya somo hili Jumatano saa 1:30, kama tulivyofanya leo, Jumapili ni maswali na majibu. Kikiwa mtu yoyote hata kuwa ameelewa, leta aya zako kwenye maandiko matakatifu ili tuone unasomaje Biblia kuwaaminisha watu unajua mwaka wa kuja kwa Yesu. Ziandae hizo aya, turuhusu Biblia iweze kueleza, kwa sababu Ibilisi mojawapo ya ajenda katika udanganyifu ni kuwadanganya wakazi wa dunia mwaka wa mwisho wa dunia na wakuja kwa Yesu. Na Yesu amesema haiyo kesheni, maana haijawekwa kwenye uelewa wa wanadamu. Ndugu yangu, hili ni jambo la pekee ambalo wewe unapaswa kufahamu. Kwa hiyo somo linalokuja tutaingia sasa kwenye hiyo ndani, tutaingia kwa kina, maana tuko bado kwenye hii cognitive. Udanganyifu unaohusisha ishara na maajabu, udanganyifu unaohusisha maumivu katika mateso, na udanganyifu unaohusu tunajua siku na saa, tunajua mwaka wa kuja kwa Yesu. Andaa mahesabu yako, andaa uelewa wako na tafsiri ulizo nazo, utapimwa kwenye maandiko. Kwa hiyo jiandae kabisa. Mungu alichosema mbingu na nchi zitapita, nukta ama yodi ya neno lake alilosema halitapita. Wawezaje kusema Yesu alikosea? Na sio mara ya kwanza anazungumza hivi, ameisema mara kadhaa mpaka amekufa amefuka akarudia. Ni kwa vipi umsingizie Petro? Ni kwa vipi umsingizie Paulo? Je, ni kweli unachokisema ndicho Petro alichosema? Je, ni kweli unachotafsiri ndicho Paulo ametafsiri? Ushabiki ni mwingi, lakini usisahau hizi ni kwikwi za Harimagedoni, msisimuko. Watu wanatafuta wapenye, watoe pazia, waingie kwenye makusudi ya Mungu aliyoweka ndani ya mamlaka yake. Habari njema ni hii, wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Hawakupenda maisha yao hata kufa. Hii ni habari njema, tutamshinda. Na nimalizie aya 2 hapa. Ya kwanza, Wathesalonike ya pili katika ile sura ya 2 ile aya 9 hadi 12. Hapa inasema hivi: yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo. Mstari wa 10, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wauamini uongo. 12, ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli,
bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Nini Paulo anasema hivi? Wanapotea kwa sababu hawakuipenda kweli. Watakaodanganywa ni wale waliokataa kweli. Pili, walijifurahisha katika udhalimu. They delighted in wickedness. Yako mambo mawili yanayosababisha kwa nini watu wanakubali kuwa kudanganywa. Moja, wanachukia kweli. Mbili, wanafurahia udhalimu, uovu. Mungu anawaacha. Hawakuipenda kweli na walifurahia katika udhalimu. Na aya ya mwisho ni hii ya Ufunuo sura ya 17. Aya ya mwisho ni Ufunuo sura ya 17. Aya ya mwisho ni Ufunuo sura ya 17, mstari wa 12 hadi 14. Hapa sikiliza anachokieleza. Anasema hivi: na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado, lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Hawa 13, hawa wana shauri moja, nao wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. 14, hawa watafanya vita na mwana kondoo, na mwana kondoo atawashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Bali njema ni hii, walio na Yesu watashinda.